Naam, usikose makala hayo. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Angata Barikoi, Transmara, kaunti ya Narok, baada ya watu 5 kufariki baada ya kupigwa risasi na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi. Tukio hilo linafuatia ghasia zilizoibuka baada ya wakazi wa eneo hilo kuwazuia maafisa wa Wizara ya Ardhi walionuia kupima shamba ambalo linazingirwa na mzozo mkali kati ya wakazi na wanasiasa fulani. Kwengineko, mtu mmoja ameuawa na wezi wa mifugo katika kaunti ya Baringo, huku watu wengine kadhaa wakiuguza majeraha katika hospitali kufuatia tukio hilo la uvamizi. Mwanahabari wetu Fred Kagonye ana mengi zaidi. Watu 5 wamefariki baada ya kupigwa risasi na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi katika eneo la Angata Barikoi, Transmara, kaunti ya Narok, katika mzozo mkali wa ardhi ya hekari 10,000. Kwa mujibu wa ripoti ni kuwa wenyeji hao waliwazuia maafisa kutoka Wizara ya Ardhi kupima shamba lenye utata linalozozaniwa na wenyeji hao na watu fulani mashuhuri katika kaunti hiyo na serikali kuu. Watu kadhaa wakiwemo polisi wanauguza majeraha. Kwingineko, mwanamke mmoja aliuawa Jumatatu asubuhi baada ya kupigwa risasi na wezi wa mifugo katika kaunti ya Baringo. Marehemu pamoja na wenzake wanaouguza majeraha katika hospitali za kaunti ya Baringo na Nakuru walikuwa wakisafiri katika barabara ya Loruk kuelekea Marigat. Mkuu wa polisi Baringo Kaskazini, Mohamed Girad, alisema kuwa mwanamke huyo alifariki papo hapo. Tukio hili likijiri juma moja baada ya jamaa wawili kupigwa risasi wakielekea soko la Nginyang. Waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amepuzilia mbali mauaji hayo ya Baringo, akiyataja kuwa wizi wa kawaida na kuwa kuna watu fulani wanaopigania ardhi na rasilimali zinginezo katika kaunti hiyo wanaochochewa na wanasiasa. Banditry yenye imetoka sasa, uwizi wa ng'ombe, imeanza kupigania mashamba na mambo ya highway robbery. Hapa Loruk tumekuwa na shida kwa Baringo, na that problem has now mutated. Imetoka mambo ya kuibiana ng'ombe, sasa ni kupigania boundaries ya one constituency to another, one community to another, na imeenda pia kwa economic sabotage na robbery, highway robbery. Hiyo we are fully seized of that issue and we will deal with it decisively. Fred Kagonye, KTN, Nairobi. Wengine kwa zaidi ya Wakenya 300